Amen, amen, amen. Amen, Jesus. Amen. God bless you. God bless you tonight. Bwana akubariki sana kwa sababu ya kuwa umezumuika nami tena. Imechukua mkono wa Bwana, tumeona siku na tumeshinda salama. Jua kwamba kuna mambo yale Mungu amekusudia kuyatenda. Kumbuka tunao maombi tunaoyaomba kupitia neno la Bwana itakaosaidia maisha yetu. Ndio maana nisema nitaanza saa 2 alafu niwe na muda mchache alafu tuweze kushiriki yale maombi before the presence of God. I believe you know the word of God. Without the word of God you cannot proceed in this life. You need God to deliver you from every powers of darkness, ili uweze kufaulu katika hali ya kufuata neno la Mungu. Neno la Mungu liko, lakini ni wachache sana wanafuataga. Na chache sana watafuata neno la Bwana. Na mimi naomba Bwana jioni leo, Bwana kupee neema, akusaidie kwa hali zote zile unapitia katika maisha, akupiganie vita zako zile hakuna mwingine anazielewa isipokuwa Mungu. Aidha unajashindwa hata kusema hali zako. Lakini kitu moja inanifurahisha ni ya kwamba hata tusipoweza kusema hali zetu, Mungu anajijua. Kwa hivyo fikiria vile Mungu anaweza kufanya in your life, because it's able. Jioni ya leo tunapoingia katika maandiko, fungua Isaia. Fungua Isaia. Amen. Naweka kawimbo chini kwa chini, unasikiza polepole na bado unanisikiza. Amen. Oh yes, Lord. Thank you, Lord, for every answered prayer. Oh yeah, for always being there. For love that hears us when we call. For arms that lift us when we fall. 54. Isaiah 54. Verse number 15 kwenda chini. Tumeisoma lakini nataka tuirudie tena kwa sababu ya kuelewa mambo ya maana sana hapa about the battle. Wakati Mungu anakupigania lazima ujue. Wandui watakusanyika pamoja, ndivyo Biblia inasema kwamba kama sasoma, lakini si kwa sauli la Bwana. Leo Bwana akanipatia ufunuo ya kwamba kuna meeting mingi sana huwa shetani anafanya na watu wake. Na agenda ni bile atamaliza Wakristo, bile atawapiga, bile atawaangusa kutoka katika neema ya Mungu waende chini. Bile atawafanya wa compromise. This time zile mbinu shetani anatumia ni za kufanya watu wakae tu kama wako kanisani. Wanaenda, wanatoa fungu la 10, wanatoa sadaka, wako pale tu. They are there hapo in the church. The member full. Anakula sakramenti. Akifa anaweza zikwa. But Mungu, shetani ataki watu wa operate na Holy Spirit. Ataki watu waende deep in the spirit. Mahali pa kujua mambo ya siri. Because wakati umeingia in the spirit, ndio unaanza kudetect vitu zile mtu wa kawaida hawezi detect. Na until uingie in the spirit na uanze kuoperate in the spirit, shetani ana problem na wewe. That's the only thing Bwana amenipatia ufunuo.
Akaniambia ndio different ya Christianity. Because kuna watu wameokoka wanaulizana majaribu inatokea wapi. Wanauliza problem zenu mnasema zinatoka wapi. Because wako hapo level. Sasa tumua pande nyingine. Na unajua you can be somebody you are saved but unatumika na Shetani. The devil is using you to destroy other people. But now wakati tumeanza kurelate na Holy Spirit na kutafuta mambo ya Mungu, devil anasimama, anajua kwamba watu sasa wakifika that level anja kuunderstand vitu za spirit sina makao. Ndio maana Yesu Mungu akasema kabisa nimeona wamekusanyika, verse 15. Tazama yamkini wamekusanyika, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyika juu yako wataanguka kwa ajili yako. Mungu anaweza fanya watu wengi waanguke hata kifo. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba nitatoa wengine kwa ajili yako. Means ya kwamba sitakubali waanguke, mwingine atakuja aanguke kwa sababu yako. Yeye andui huwa anakuwekea. Ndio maana Proverbs inasema ya kwamba anatuwekea mitego. Shetani anatuwekea mitego. Mungu anakuja akitegua. Hata wewe hujaona. Wacha ile unaona unasema uliruka. No. Ingine Mungu anaona Shetani ameacha kiweka mitego. Naye Mungu anahakikisha hata kama Shetani ameweka, anakuja kiondoa. Nimesema katika jina la Yesu, kila mtego andui ameweka katika maisha yako, kila mtego umewekewa kwa barabara yako, kila mtego umewekewa kwa kazi yako, nimeiondoa katika jina la Yesu Kristo. Nimedeclare kwamba hakuna mahali Shetani atakaa kukalia watu wakati wanapaswa kuwa na mwabudu Mungu vizuri. Nimesema mahali Shetani ameweka mitego yote Bwana akaiondoe. Popote amekuwekea mtego ili yakuangushe, ili yamalize wokovu wako, ili yamalize biashara yako, ili yamalize boma yako, nimesema before ufike hapo Jehova haondoe. Wataweka mitego lakini haitaweza kukutega. Bwana ataondoa. Biblia inasema kwamba watashimba mashimo. Watashimba mashimo. Kwa nini wanashimba mashimo? Ili uingie ndani. Lakini maandiko yanasema kwamba hautaingia wewe. Sasa hata usiseme mwenzako aingie. Mungu atazima yale mashimo. Na anapozima ile mashimo, utapita mahali adui alifikiria utakufa, na badala ukufe anakuona kesho na operate. Kwa sababu the blessing of the Lord ziko maishani mwako. Usiku wa leo nimedeclare yoyote amekusimbia simu ya kukumaliza mahali pa mitego. Wacha nikuonyesha ni type gani ya mashimo ninasema. Kuna watu walibia watu majina yao. Kuna watu walibia watu biashara zao. Nakumbuka mama mmoja aliweka biashara ya wholesale na ikainuka sana katika soko ya kwao. Na nakumbuka hiyo ilikuwa mwaka wa 2004. Na huyo mama akainuka kiwango juu. Sasa kuna mama neighbor hapo akaanza kumthreaten. Akamwambia sasa wewe watu wanakuja wanasimama kwa mlango yangu bila wamejaa, utajua bila utajipanga. Alimwambia lakini utaona. Huyo mama aliyomthreaten sijui alienda wapi. Wacha nikwambie kitu moja ilifanyika. Uzuri ile kazi ilikuwa na insurance. Siku hiyo alienda akikuja jioni, moto ulishika. Ukachoma the whole shop. Yaani watu walikuwa wanajiona, walijaribu kuzima haikuzimika. Sasa unaweza elewa yule mama angetokea hapo siku nyingine, isipokuwa kuja kuona drama na kulia bile aliona. Drama zile zilikuwa zinafanyika hapo. Huyo mama mwingine alienjoy. Huyo mama sasa akakuja mahali tulikuwa akatuambia kwamba mambo imeharibika within no time. Mahali nilikuwa nafikia ndio napata kila kitu, sasa sina kitu. Uzuri nitalipa na insurance, lakini kabla wajalipa. Sasa hasara ile nimeenda bado, nyumba imeanguka, vitu zimefanyika. Sasa niko na hasara, nyumba iko yake, ilikuwa ya mwenyewe kukomboa. Sasa alikuwa na down because akianza hiyo kazi aliuza vitu mingi sana ili apate kazi. Sasa tukamwambia don't worry, kwa sababu Mungu ndio analipishia watu wake. Usiwahi ogopa wakati Mungu analipisha. Tukafanya maombi. Hey. My friend, Mungu tulipomuomba, tukamwambia don't fight. Si ulisema ni mama alifanya, don't fight. Tukaomba, tukaanoint, tukasema the power of the Holy Spirit ina move around here. Na yote anahusika katika hali kama hii, wacha Mungu aingie kwake. I think nitakwambia nikimaliza. Kitu kiliyofanyika
Everybody katika town alistuka na wakasema ya kwamba siwezi zaribu kwenda kwa mchawi. Ndio nasema ya kwamba wanapoenda kwa wachawi, wanapoenda kwa waganga kwa sababu ya kazi yako, wanapoenda kwa sababu ya watoto wako wasisome, wanapoenda ili bwana yako aame and divert kwa malaya, anapoenda ili mke wako kutoroke, wanapoenda ili kwa customer kuondokee, Jehova ataingia katikati na adui ataibika. Nimesema usiku wa leo, kila yote amekupangia mipango yote tumeisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Akasema verse 16, tazama nimemuomba mhuzi tazama muomba mhuzi avukute moto na makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimewaomba mwalibu ili aharibu. Mimi nimefanya hivyo. Sikiza, kwa sababu gani? Wakati Mungu amesema mwalibu atakuja kuharibu, nimemuomba, nimeachilia. Ndio Mungu anajua kuachilia handui. Ndio Mungu anajua kuachilia destruction. Ndio Mungu anajua kuachilia upanga wa kuharibu. Sodoma na Gomora ilipotenda dhambi, Mungu alifanya nini? Mungu alihakikisha vita amevipigana mwenyewe. Na nimesema jioni leo, vita zile Mungu anakupigania usiziingilie. Simama kwenye point ya kufight in the mighty name of Jesus Christ. Nimedeclare kila mahali umekaliwa na hali ngumu, kila mahali umesikia umefika mwisho, wacha Mungu akaanze habari katika jina la Yesu Kristo. Anasema ukifika mwisho, mimi naanzia mwisho. Anytime umefika final decision, nasema now I am ready to die, Mungu anaingilia hapo. Kwa nini? Anataka mahali umefika mwisho, ili usiwe na kitu ya kulinga nacho, ili usiseme ni wewe ulijisaidia. Ni yeye aliingilia. I know many people wamefika mahali pa mwisho, wamefika mahali pa kusema now I don't know what to do. God is there for you. God is there for you. God is there for you. You must know the word of God. Inasema ya kwamba verse 17 hapo, kila silaha itakao kufanyika juu yako haitafanikiwa. Kila silaha itakao fanywa juu yako, iwe ni mchawi, iwe anakumaliza, iwe anakuondoa mahali unaishi, iwe anakuharibia sura. Nakumbuka dada moja alikutana na mtu mbaya sana, akamwambia hiyo sura yako uko very smart. From the next day alikuwa ametokea mapimples makubwa inakaa makadamia huko ama jugu karanga huko ndani, akaharibika uso. Alipozilianja kuisha zikatokea black kila mahali, akaonekana kama mtu amepigwa na moto akachoma choma uso. Ule ulembo wote ukamwangika chini, akabaki akiwa na maua kama mnyama. Alikutana na mtu aliyekuwa na wivu na yeye. Najua unaweza kuwa umekutana na mtu ama umeikaa na mtu aliye na wivu na maisha yako. I want to tell you something. Don't worry about the devil. Don't worry about the Satan. Don't worry about the witch doctor, sorcerer, na majini na yote na Illuminati. Think about God, because God is big. Hallelujah. Our God is big. Say our God is big. Hallelujah. You cannot compare your God with the witch doctors. No, it's not like a witch doctor. The problem, hatujaweka faith kwake, aone ya kwamba matumaini yetu yote iko kwake. Yule dada aliharibika sura. Jamaa aliyokuwa anampenda anataka kumwanga, mwambie yes, what is the problem? Aliwachwa na watu kama 5 because of the bila aliwekwa vitu kwa uso wake, akawekwa rejection, akawekwa roho ya kuonekana kama yeye ni gorilla, ni mnyama mbaya. Mpaka siku tuliyoomba tukampaka anointing, aka clean uso wake within 1 month. Mungu akamrejesha. Na wacha nikwambie, mchawi aliyomfanyia hivyo hayuko leo, halikufa. Dada aliolewa na akafaulu. Wakati shetani ameanza kufikiria mabaya yako, Mungu anakupangia mazuri yako. Wakati shetani ana plan vile atakumaliza, Mungu ana plan vile atakurescue. Hallelujah. Nimesema ili plan imepangwa na shetani, na silaha zote amechukua ili akuelekeze. Silaha zote anajaribu kupiga ili akupambane na wewe. Silaha
silaha zote anapambana nazo na wewe, nimedeclare katika jina la Yesu, silaha zote Shetani ameinua kinyume na wewe sasa zikasambaratike katika jina la Yesu. Nimedeclare silaha zote zikasambaratike in the name of Jesus Christ. Nimedeclare the power of the Holy Spirit to take control right now in the mighty name of Jesus Christ. I pray for the power of the Holy Spirit against every demonic forces, against every witchcraft, against every sorcery in the mighty name of Jesus. Kila silaha, iwe ni ya magonjwa, iwe ni ya umaskini, iwe ni ya mateso, iwe ni ya kukosa favor, nimeachilia ndamoba soka daka rasopa in the mighty name of Jesus. I pray for the power of the Holy Spirit. You sickness, I command you live right now. You sickness, I command you live right now in the name of Jesus Christ. Kuna mtu ananiangalia saa hii, wewe unaumwa na kifua mahali ulipo na tumbo pande moja. I release the fire of the Holy Ghost to burn all the work of the enemy. I command the sickness live. Rika sopatata live right now. I release the anointing. Receive the healing of God. Receive the healing of God in Jesus' name. Receive the healing of God in Jesus' name. I release the healing of God in the name of Jesus Christ. I pray kila silaha imetumwa, silaha ya kuwekwa mawazo ya kuziua, nimekemea roho wa kifo sasa. I command the spirit of death, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus Christ. Wewe pepo umerushiwa, usije ukaolewa. Umefika miaka 40, unaenda 41, unaenda 42, unaenda miaka 50 na hakuna mtu anaongea na wewe. I release the glory of God upon your life. Favor in the name of Jesus Christ. Anything iliyoelekezwa kwako na si Mungu ameituma, nimeenda divert in the name of Jesus. Nimeenda divert haraka sopata yata in the mighty name of Jesus. Nimeenda divert silaha za Shetani na nimeziharibu katika jina la Yesu Kristo. Naziharibu, nazikata, naziharibu, nazikata, naziharibu, nazikata in Jesus name. In Jesus mighty name. Oh, I can feel the power of God is moving. Hallelujah. I can feel the presence of God. In the name of Jesus Christ. Unajua mimi ninapoishi naishi power ya Mungu. Sijui mahali ulipo naishi namna gani. I know you are connected. If you are connected, you can feel the anointing is coming upon your life. Do you know there's no boundary? Katika ulimwengu wa roho, there is no boundary. In the world of the spirit, there's no boundary. Haijalishi uko mbali namna gani, the Holy Spirit is there. Hallelujah. Na wakati nimesema receive, anadhihirisha mahali pale ulipo. Hakuna silaha itakaoelekezwa kinyume na wewe itafanikiwa. Haitafanyika juu yako. Hata kufanikiwa haitafanyika juu yako. Haitafanikiwa. Hakuna silaha itakaofanyika juu yako itafanikiwa. Kufanikiwa ni kufaulu, hata kukufikia. Nimesema haitakufikia. Nimesema haitafikia watoto wako. Nimesema haitafikia biashara yako. Nimesema haitafikia mwili wako. Nimesema haitafikia ndugu zako. Nimesema haitafikia dada zako. Nimesema haitafikia wazazi wako. Nimedeclare the power of God ikafike pale. I release the anointing ikaguze watoto wako. Touch them now, Lord Basakata. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I release the blessing of God. Alafu inaendelea kusema hapo chini. Labakasura pata yada bazende mayatula. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu na kuhukumu kuwa kosa, huu ndio ulidi wa watumishi wa Bwana na haki yao. Kwa nini? Inaotoka kwangu mimi, asema Bwana. Hata ulimi utakao inuka kupigana na wewe, watu wale wanaongea misene, wanaachilia misene, wanaongea uongo juu yako, maneno yao itakuwa useless in the name of Jesus Christ. Nimechukua ulimwengu wa roho sasa, tuingie katika ulimwengu wa roho. Kila maneno imeachiliwa, aidha na mchawi, na mganga, na mwenye wivu, na mwenye ubaya moyoni, anasema hutasucceed. Tumeharibu hizo maneno, tumedestroy the word of the devil. Every words zote zimeachiliwa in the spirit. I command now, zote ziwe scattered by the fire of the Holy Ghost. I scatter them now. I scatter them now. The enemy, I scatter the enemy. I scatter the enemy. Paso patatata posala la bayanda. I scatter every word ziliyotumwa kuharibu mwili wako, ziliyotumwa kuharibu watoto wako. Nakumbuka mchana mmoja alikuwa ameokoka, na siku moja akaenda kuimba crusade. Na wakati walikuwa wameimba crusade, kuna mtu mmoja alikuja mchawi, akajaribu kumpiga, akamrushia maroho,
alitoka kwa crusade, badala aende nyumbani akaanza kuingia kwa wanaume, kwa klabu. Alikamatwa na roho, na sasa watu wakaanza kusema kwamba hawa watu wanasema ni wakoka, huyu mchana alifanya namna gani? Lakini Bwana akafanya vizuri, akafunua kwamba kunaye mchawi alifanya mambo fulani. Wacha nikuambie, watu na wabaya walijaribu kuomba, walikamata huyu mchawi in the spirit, na wakasema akuja confess. Aliconfess kwa uwanja vile amefanya, mchana akakombolewa. Lakini nasema hivi, hautafika mahali pa kutoka, hautafika mahali pa kuingia, hautafika mahali pa kupotea. Hawatakuwa wajinga watoto wako ili waje kuomba wao elevu. Jehova ataharibu mishale ya adui right now. Mishale yote ya adui shetani ameachiria, yote tumeikamata in the spirit. Kasopata karabasena mata, tunaikamata in the spirit. Tuna destroy the kingdom of the devil, tuna destroy the power of the devil, tuna destroy maneno yote imeneno katika anga. Nani alisema uwezi olewa? Tumereverse. Nani alisema uwezi succeed when maskini? Hiyo neno si yako. That is not your portion. Sema, it is not my portion in Jesus name. It is not your portion. Hallelujah. I declare it is not your portion. Poverty is not your portion. Sickness is not your portion. Hallelujah. Defeat is not your portion. Confusion is not your portion. Yes. Zile vitu Mungu hajakubali hazitafanya kazi ndani yako. Nimetabiri nikiwa katika anga ya hewa ya Mungu. Kundikrea Jehova anasema utafaulu, anasema utainuka. Nitakubariki, nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo. Yes, hallelujah. Watakuja na njia moja, Bwana atawaskata na njia 7. Nimesema mahende zako wote wawe scattered by fire, wawe scattered by fire, wawe scattered by fire. Hata wale wana plani saa hii wakongizana na fulani, tumeweka moto huko wanapangia, yote ikasambaratike. Confusion in the kingdom of the devil, confusion in the kingdom of the devil. Reka sopata katapoyata, repeke satatata. In the name of Jesus Christ, let the fire of the Holy Ghost come upon your life. Let the glory of God cover you. Let the anointing of God touch your life. Zebekese tabataya toribasa. Namaliza na kusema hivi. Zaburi 10 verse 15 nasema hivi. Zaburi 10 mstari wa 15. Bible says, inasema hivi, na ni vizuri sana kusikia maandiko inasema nini. Verse number 15. Avunje mkono wake nani? Adui. Mdhalimu na ubaya aupatilize dhuluma yake hata usione. Kwa sababu shetani anapoanza kuweka adui, maandiko yanasema kwamba Mungu ataharibu, auvunje mkono wake before akufikie na hiyo mkono. Udhalimu na ubaya uapatilize. Wadhalimu na ubaya wapatilize dhuluma yake hata usione. Kwa nini? Maana Bwana ndiye mfalme milele na milele. Mungu ni mfalme milele na milele. Hata zile zimefanywa Mungu atakubali uone. Wacha Mungu apiganie huko, ushinde huko. Hallelujah. Hakuna kitu kibaya kama Mungu akikupigania. Because maadui anaweza inuka waseme mambo mengi, but wakati Mungu anakupigania, Psalms 7 verse number 9 inasema hivi, ubaya wao usio haki na ukome. Ubaya wao wasio haki na ukome. Ubaya wao wasio haki ukomeswe katika jina la Yesu Kristo. Mwenye haki, kwa maana mjaribu mioyo na viuno, ndiye Mungu aliye mwenye haki. Kwa sababu anasema ya kwamba ubaya wao wasio haki na ukome, lakini udhibitishe mwenye haki, kwa maana mjaribu mioyo na viuno, ndiye Mungu aliye mwenye haki. Kwa hiyo mwenye haki atadhibitika, mwenye ubaya na machozi yeye mwenyewe apotee. Na nimesema usiku wa leo, yote ana fight na maisha yako atapotelea hewani katika jina la Yesu Kristo. Makasore batala bata. Mungu atakubali walezee panga zao kuja kukukata. Mungu atakusaidia kwenda mbali kuliko vile unafikiria. Hivyo ndivyo Isaia imesema
54. Na pale mwisho imemalizia na kusema nini? Nao ndio urithi wao sasa juu yako, na ulimi hautainuka juu yako katika hukumu, hautahukumu. Hata wakikulaani hautalaanika kuwa makosa. No, huu ndio urithi watu watumishi wa Bwana na haki yao wanayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kwa hiyo kama umelindwa na Jehova, don't worry them, don't fear them. God is with you. Do you believe that? Say a big amen. Wacha Mungu alinde maisha yako na alinde familia yako na alinde watu wenu na kuonekania usiku wa leo. Baba, kwa jina la Kristo naombea wapendwa hawa wamesajua vita si zao, unawapigania vita wewe, kwa sababu hujaipigana vita washindwa. Hata wakati wa Israeli walishindwa ni kwa sababu walitenda dhambi. Sisi tunatubu dhambi zetu na makosa zetu, tupiganie vita zetu. Mahali tumeenda na njia isiyo sawa, tuweke kwa njia iliyo sawa. Tunataka kukuona. Nimetabiria wapendwa wanaonisikiza kila siku, wacha Mungu wabarikiwe nyumba zao, wabarikiwe kazi zao, waprotect na maenemy, waprotect na shetani, waprotect na mapepo in the name of Jesus Christ. Every enemy wa wapendwa nimemskata mara 7, apotelee kwa hanga na sionekane forever. Nimewafunika na damu ya Yesu Kristo, familia zao, kazi zao, maisha yao na nyumba zao, kwa sababu ni Bwana. Bariki kila mmoja kwa jina la Kristo nimeomba na kuamini. Sema amen. Bwana akubariki sana. Nimemaliza ibada, lakini kumbuka kesho ni Jumapili. Amen. Nitakutana na wewe saa 3 kwa ibada. Kumbuka hii ni ibada nafanya hapa kila siku. Kwa hivyo tutakutana saa 3. Tutakutana saa 3 kamili hapa kwa ibada. Lakini mimi saa 12 nakuwa bado nimefika. Nimeanza ibada. Connect yourself. Kesho ni ibada. Kama unajua vizuri unapaswa kwenda kanisa, zitayarishe. Na mimi watu wengi sasa wako kanisani. Usikae tu kwa nyumba unasikiza alafu unasahau. Kuna majukumu mengine hizo ulikuwa nao na uliacha. God is going to bless your life. Kesho inakuwa ibada ya Jumapili. Na mimi nafanya ibada full nikiamini ya kwamba kuna mtu anasikiza. Kwa hivyo you understand, kesho unapaswa kuwa kanisani hata kama utaenda. Send your tithe, send your offering. Because kunaye mahali unapaswa kuwa unatoa. Wanaojua Mungu hakuangi wana struggle. But it is your own decision. No one can make decision for you. Ni wewe utakubali kufanya na ni wewe utataka kufanya. Hakuna mtu anaweza kukuambia it is a must. But do this. Hakikisha kesho Mungu amekubariki. Kama uende church, tuma sadaka yako. Hakikisha umetuma mahali unakula. Biblia inasema ya kwamba tunatoa sadaka mahali tunakula. Wale wanatulisha neno la Mungu wana umuhimu sana wa kukula kutoka kwa wale wanaopea chakula. Ndipo Paulo alisema, si tunawapea za rohoni, nasi tuna haki ya kula kwenu nyinyi. Kwa hiyo yule mchungaji anakulea na neno la Mungu, anafaa sana kwako. Unapotoa lazima ubarikiwe. Ni kwa sababu unatoa in Jesus name. It is not about man. It is about you na Mungu. Na utakuwa blessed. Kitu kingine, nilisema Tuesday zote tutakuwa na maombi. Mungu nitumia namba. Mungu kubali kusema kuniandikia message ya kwamba nifanye group. Kwa hivyo wale wanataka wangekuwa wameniambia, because by tomorrow unapaswa kuwa unajua ili ujipange kwa bila nitakupatia hiyo mwongozo. Hakikisha umetuma kwa inbox yangu, uniandikie niambie I am the one. Mimi nataka uniingize. Na ujue kama niko na namba yako nitaanza. Kama sina nitumie. Na tutakuwa tunaomba tu hiyo Tuesday. Na itakuja kupanuka sana, itafaulu. Na Mungu atatusaidia. Tuombee nchi yetu, tuombee mambo mengi, nitakupatia prayer list itakusaidia. Na Mungu atakutendea makubwa. In Jesus name. God bless you. Amen. Have a good night.